Mimi naomba tu niseme maneno machache kwa sababu mmekuwa ni chachu ya kuhakikisha kwamba tunasonga mbele, lakini tunafanya kile kitu ambacho kinastahili. Na wote tunafahamu kwamba eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni eneo la kimkakati, na ndio maana haya yote ya tuzo na mambo mengine muhimu na mazuri yanatokea. Kwa hiyo Kamishna wa Uhifadhi, naomba nikukaribishe ili nisimalize uhondo wako na uzungumze na waandishi wa habari ambao wamefika mahali hapa mchana huu wa leo. Karibu sana. Siku ambayo ni muhimu sana. Tumefanya mambo tuliozoea kuyafanya, tumeishinda tena. Tulishinda mwaka 2021, tumeshinda tena tuzo hii ambayo ni tuzo ya heshima inayotolewa na taasisi ya World Travel Award, na sisi tumeshinda kama kivutio mahususi katika Afrika. Kwa hiyo tunajisikia fahari kubwa sana kushinda tuzo hii. Na ndugu zangu, tuzo hii ni ya muhimu sana. Ina umuhimu mkubwa sana kwa Ngorongoro, lakini kwa Tanzania na to be honest hata kwa Afrika, kwa sababu ni tuzo ambayo tumeshinda mara ya pili. Mwaka 23 tumeshinda tena leo. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba Tanzania ni kinara katika sekta ya utalii. Tanzania ni a preferred tourism destination. Tanzania ni premium tourism destination, kwa sababu unaposhinda tuzo kama hizi maana yake ni hiyo, kwa sababu tuzo hii inapigiwa kura na wapiga kura mbalimbali katika Afrika na sehemu mbalimbali katika dunia. Kwa hiyo tunafarijika sana kwamba tumepata tuzo hiyo, na ni tuzo ambayo kwetu sisi Ngorongoro upekee wetu ni kwamba tumeishinda tuzo hii kwa sababu Ngorongoro ni kivutio ambacho ni tofauti na vivutio vingine vyote ambavyo vipo katika sekta katika Afrika na katika dunia, na tunajivunia upekee huo, uniqueness ya Ngorongoro. Moja ni kwamba ina maajabu ya asili ambayo huwezi kuyakuta sehemu nyingine. Maajabu yenyewe yanajumuisha pia historia ya binadamu, human history. Nafahamu kwamba Ngorongoro inahusika na binadamu wa kale sana ambao waliwahi kuishi pale, na historia ya binadamu imeanzia pale, na hii ni moja kati ya vitu vinavyoifanya Ngorongoro kuwa pekee. Lakini pia ina utamaduni wa kijamii, lakini utamaduni mahususi ambao unaunda urithi ambao hivi vyote vinapoungana ndivyo vinavyofanya upekee, na tunahakika kwamba upekee huu ndio uliofanya Ngorongoro ikapigiwa kura na kuweza kupata ushindi. Nafahamu na kwamba Ngorongoro ni moja kati ya hifadhi za kipekee ambazo zina hadhari 3 kutoka UNESCO, shirika la Umoja Mataifa la elimu utamaduni. Limeclassify Ngorongoro kama sehemu ya urithi wa dunia wa mchanganyiko almaarufu kama Mixed World Heritage Site. Tofauti na sehemu nyingine kwamba ina mchanganyiko wa binadamu, ina mchanganyiko wa wildlife na ina mchanganyiko wa ekolojia. Kwa hivyo vitu vyote hivi katika muktadha wa UNESCO vinaifanya Ngorongoro kuwa ni kivutio na kituo mahususi, na pia ni ina Global Geopark, inaitwa ni jiolojia. Katika maeneo ya jiolojia Ngorongoro inatumika kwa UNESCO kama sehemu hiyo, na sisi kama mamlaka ya Ngorongoro tunajivunia utajiri mkubwa sana wa mamlaka ya Ngorongoro ambao ni pamoja na kreta ya Ngorongoro. Hii haiko sehemu yoyote ile, kwa hiyo tunayo sisi, na hata mtu ukitaka kuitengeneza uweze kuipata kwa sababu ni asili imejitengeneza. Kwa hivyo hii inatupa fahari kubwa sana kwa sababu katika kreta hii kuna maajabu yake, pana wanyama wanaokuwa mule, na ni kreta ambayo kwa viwango vya kimataifa ile population, msongamano wa wanyama katika eneo dogo ni mkubwa kuliko sehemu yoyote ile. Upekee wake huo, huwezi kukuta msongamano, ile population density kama unavyoweza kuikuta katika Ngorongoro.